Niongoze, ninaomba uniongoze, ninaomba uniongoze, ninaomba uniongoze Yawe, ninaomba uniongoze, ninaomba uniongoze, ninaomba uniongoze. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakuabudu na hata tunakuinua Mfalme. Asante ni kwa ajili ya ibada ya siku ya leo. Tunaposhiriki neno lako Bwana, Bwana ukakue mwema katika ibada hii. Kwa kubali Bwana wa majeshi kunitumia kama chombo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Nabariki Bwana watu wako wanayepata neno lako. Bwana wa majeshi ukakubali kunena na kila mmoja wetu. Nabariki walio kwenye taifa la Kenya na hata wote walio nje ya Kenya Bwana. Ukakubali kunena na wao. Unitumia kama chombo ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Jina lako libarikiwe na jina lako litukuzwe. Tunaposhiriki neno hili, Bwana nalibariki likaweze kugusa na watu wako. Katika jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini. Sema amina. Na Mungu akubariki kwa ajili ya ibada hii ya siku ya leo ambao unajiunga nasi kupitia mtandao yote ya kijamii. Wala ambao mnatupata pia kupitia upande ule wa radio, upande ule wa television. God bless you so much kwa ajili ya kuungana nasi popote mahali pale ulipo. Basi jina langu ni Apostle Daniel HM ambaye na hudumu na kanisa la Maximum Healing Outreach Ministry. Kwa neema zake Bwana tunamtumikia ni kwa ajili ya kujitolea, maana hii kazi inahitaji moyo na inahitaji watu wa kuweza kujitoa. So ubarikiwe wewe ambao unafuatilia ibada hizi, maana sinagharimu Mungu na sinatumika gharama kubwa ndiposa sikaweze kuwa hewani. So karibuni sana. Nataka kuongea kuhusu maroho ambao yanafuata watu katika siku yao ya kuzaliwa. So I'm dealing with the spirit follows people on birthday. Na ni lazima uweze kuwa mwangalifu wakati ambapo unajifungua mtoto, ama wakati ambapo umekuwa mtu mzima. Ni vyema ukajiita kama mkutano, uangalie kama ulipozaliwa kuna roho ambayo inakufuata katika kusaliwa kwako, na ni roho gani ambayo inakufuata katika kusaliwa kwako. Bwana asifiwe sana. So unapokuwa katika hiyo hali, utaweza kuwa mwenye kuangalia sana na kuwa mtu ambaye ni mwangalifu. Kuna mambo ambayo unakuta kwamba unapitia, na unapochunguza unakuta kwamba yale mambo ni yale ambao yanakufuata kutoka siku ile uliyosaliwa. Bwana asifiwe sana. Na ndiposa leo nimekuja nikufundishe. Tusome katika kitabu cha Ufunuo pale 12 mstari ule wa 5. Inasema, kisha mama huyo akachifungua mtoto wa kiume ambaye atawatawala mataifa yote kwa fimbo ya chuma. Lakini mtoto akanyakuliwa na kupelekwa kwa Mungu na kuketi na kwenye kiti chake cha enzi. Huyo mama akakimbilia jangwani ambako Mungu alikuwa amemtayarishia mahali pa usalama, ambapo angehifadhiwa kwa muda wa siku 1260. Naongea kuhusu maroho yanafuata watu siku ya kusaliwa kwao. Na pale jana nikawa ninasema kwamba watu wengi wanafanyanga sherehe ya kusherekea birthday. Kuna wale wanasherekea mpaka leo. Kuna wale wanasherekea watoto wao birthday yao. That's good. Na ni furaha kubwa kukumbuka siku ya mtoto wako kusaliwa. Ama ni furaha kubwa kukumbuka siku ile ambao wewe uliyesaliwa. Lakini nikawa ninajiita mkutano, nikajiuliza, tunaposherekea katika siku hii, je, tumeijiita kama mkutano tukaangalia kwamba maroho yapi ambayo yanaofuata watu, ama
huyu mtoto wangu ninaposherekea katika kusaliwa kwake, ama maisha yangu mimi mwenyewe ninaposherekea katika kusaliwa kwangu, je, kuna roho ambayo inanifuata siku ile niliyosaliwa? Bwana asifiwe sana. Maana kuna watu wengine ambao unakuta kwamba uliposaliwa kitovu chako kuna mahali kilienda kikawekwa. Labda wengine kitovu chenu kiko ndani ya choo. Wengine kitovu chenu kiko kwa chokoli. Wengine unapata ya kwamba labda kitovu chako kiko kwa mganga. Labda unakuta mwingine kitovu chako kiko chini ya mnazi. So ni kusema ya kwamba katika kusaliwa kwako kuna vile ambapo watu walikuhandle uliposaliwa. Labda yule mkunga aliyetumika kusaidia mama yako kujifungua, ama yule daktari aliyesaidia mama yako kujifungua, ama waliokuwa karibu na wewe wakati ulikuwa unasaliwa. Nakumbuka pale kwetu bara, wakati ambapo mama alikuwa anajifungua, kulikuwa sisi kwetu hakukuwa na gari. By the way, ilikuwa ni gari moja peke yake katika ile kijiji nzima. Na ile gari ilikuwa ni ile gari ambao ni ya kusumbua. Yaani hata kuhakisha lazima msukume. Sasa ilikuwa inabidi ya kwamba mama anapotaka kujifungua anapepwa na wheelbarrow. Hiyo ndio ilikuwa means of transport ya kwetu, ilikuwa rahisi nyakati hizo. So mama angejifungulia njiani. Bwana asifiwe. Na wakati anajifungulia njiani, sasa kuna wale wa mama wenzake walikuwa wanasaidia kuhandle yule mtoto wakati ile kitofu. Sasa unakuta kwamba na kila mmoja ako na roho yake. Kuna yule ataangalia yule mtoto atasikia vibaya, huyu mtoto kwa nini amezaliwa kama kijana? Kama mimi wakati nilizaliwa kwetu hawakutaka nisaliwe kijana. Bwana asifiwe. Maana kwetu kuna kuanga na ile vita ya kutaka mashamba sana. Sasa unakuta kijana akizaliwa ni kama shida. Maana wanatakanga kwa wasichana ili wakati ambapo baba ataondoka duniani watafukuza hiyo jamii. So mimi nilizaliwa katika mahali hapo. Lakini katika hiyo kusaliwa nachitanga kama mkutano naangalia, nachitanga kama mkutano mimi. Wewe shida yako ni kwa don't care. Hauchitanga kama mkutano angalie unatoka wapi unakwenda wapi. Ni nini ambacho kinachokufuata. So maandiko yanasema kwamba mama huyu alikuwa anajifungua mtoto wa kiume ambaye angetawala mataifa kutumia chuma. Kwa hivyo alikuwa amepewa ile sword ya kuwa kama rais. Lakini mtoto huyu anaposaliwa, maandiko yanasema kwamba ukisoma hapo juu kuanzia pale mstari ule wa 5, maandiko yanasema kwamba na yule mtoto alipokuwa anasaliwa kulikuwa na choka. Na hii choka ilikuwa inataka kumesa yule mtoto. So hii choka katika ulimwengu wa kiroho ni roho ya uchawi ama ni mchawi. Alikuwa anataka kuchukua nyota ya huyu mtoto ya ufalme. Na ndiposa ningependa nikufundishe uelewe ya kwamba wakati ambapo unapojifungua mtoto lazima uweze kuwa mwangalifu katika kujifungua kwako mtoto. Pole sana kwa yule ambao unafanyiwa operation. Maana wewe huwezi kielewa. Sababu wewe unakuanga kama umekufa. Lakini ikiwa basi unajifungua normal, basi unahitaji ukue very sensitive. Maana hapo hospitali unaweza ukapatisiwa mtoto na ukapewa mtoto si wako. Na unachukuliwa mtoto ambaye ni mfalme, mtawala. Maandiko yanasema kwamba na hapa wakawa wameandaa Yesu Kristo. Alipokuwa anazaliwa, walikuwa wameandaa pale mahali baba yake wataenda na mama yake, ili mtoto ahifadhiwe pale. Na hapa tunaona revelation ya kwamba wakati huyu mtoto wa kiume alikuwa anazaliwa, kulikimbilia pale mama yake mahali kunaitwa changwani. Na pale changwani ni mahali ambapo Mungu alikuwa amehifadhi, alikuwa ametenga, ni kwa ajili ya kuhifadhi maisha ya ule mtoto miaka 1100 na so ni kusema aje ya kwamba Mungu alikuwa very concerned according na ile kusaliwa kwa ule mtoto.
na dipoza analinda yule mtoto. Tayari asaandaa mahali pa kwenda kuficha mtoto wake. Lakini sasa wamama wa leo, yeye akijifungua mtoto anaanikianga kila mtu. Mimi nakwambianga kama kuna urafiki, uache urafiki wako na ukaya wako na mama huyo. Urafiki wako na mtoto waachana naye. Maana wewe hata saa hii sasa umemaliza kazi. Hakuna kazi nyingine tena utafanya. Uko na miaka 45. Ni nini nyingine utafanya maishani? Tayari wewe usa expire. Lakini yule mtoto ambaye ndiye anakuja, ndiye anakuwa. Wacha urafiki wako na mama ukome. Wewe achana na mtoto wako. Linda mtoto wako. Maana sema ya kwamba huyu mtoto alikuwa tayari kumeandaliwa mahali ataenda kujificha. Na mama yake wataka hapo walinde ule mtoto, ili mtoto aweze kuwa salama, maana alikuwa anatafutwa. Sasa ni lazima elewe ya kwamba nyakati ambapo unajifungua mtoto ama nyakati ambapo ulipokuwa unasaliwa, hapo kuna roho ambayo ilikuwa inakuwinda. Na ile roho ambayo ilikuwa inakuwinda, usipokuja kuelewa ili upigane na hiyo maroho, itakukalia ukiwa mzee. Unajua kuna roho, kuna kitu moja ningependa uelewe. Lazima uelewe mtu wa Mungu. Roho ikufangi. Mtu anaweza akakufa. Na ndio maana Biblia inasema kwamba wakati Yesu alipotokea, Biblia inasema kwamba wakasema waite roho ya Elia. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hata kama Elia alikuwa amesha kufa, lakini roho yake ilikuwa hai. Na Biblia inasema kwamba walipoita roho ya Elia ilitokea. Sasa kama basi Elia alikufa, hiyo roho ilitoka wapi? Roho ya kina Musa ilitoka wapi? Maana Biblia inasema kwamba hiyo roho ilipoitwa ikatokea. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba roho huwa hakufi. Anaweza akachukua miaka mingi akiwa katika anga. Ile roho ambayo ya kwenu inawasumbua. Maandiko yanasema ya kwamba kuna wakati ambapo in the book of pale katika kitabu cha Joshua chapter number 6, maandiko yanasema ya kwamba naye Joshua akaapisha wale watu wa mji ule. Akawaambia ya kwamba na atakaye kuja kujenga mji huu akiweka tu mzingi na mtoto wake mzaliwa wa kwanza akufe, na atakapoweka milango na mtoto wake mzaliwa wa mwisho na afe. Na Maria sema kwamba, na tunapoangalia Biblia inasema ya kwamba pale Kings ya kwamba naye alipokuwa yule mfalme alipotokea akikuja kujenga, hapo mtoto wake wa kwanza alipoweka tu msingi akafa. Kwa hivyo hii ni roho ambayo ilikuwa iko kwenye anga inaongojea mtu atakuja kuvunja hiyo amri. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba wakati mtoto anaposaliwa, anasaliwa akuje kwa watu, anasaliwa akuje kwenye maeneo fulani. Sasa kama hiyo maeneo ni maeneo ya kuua watoto wachanga, basi mtoto wake atakufa. Bwana asifiwe sana. Kama anasaliwa akuje kwa maeneo ya umaskini, ule mtoto asazaliwa akuwe na umaskini. Na ndiposa maandiko yanasema kwamba na huyu mama akawa ameandaliwa mahali ataenda achifiche na mtoto, na ili akae pale miaka 1000 na you can imagine. Kwa hivyo alikuwa ametenga muda wa kwenda kuishi mahali pale, na ni mahali ambapo pameandaliwa. Wakati wewe mtoto wako unapojifungua, je, kuna mahali ambapo umejitengea kumweka mahali ambapo kuna usalama? Kunaye mahali pa kumweka akuwe salama? Kama wewe unakuanga kila mtu bora tu umemwona nacho. Kule kwetu kuna uchawi ya macho. Kule tunaitanga hivi hili, sijui kwenu mnaitanga aje. Na hakuna kabila yenye ina hiyo uchawi ya macho. Mtoto anaangaliwa hivi, mtoto anakuwa na vitu sinadunganga hivi. I remember after is my sister ambaye ni mdogo, last born, ndio nilione hiyo vitu mimi. Sijui tulienda wapi na huyo mtoto akamwagiwa hiyo uchawi ya macho. Sasa akaanza kulia. Hiyo uchawi ni kama inaingianga kwa tumbo, kwa sababu nakumbuka mama alikuwa anampaka mafuta ingine ilikuwa inaitwa nitrous. Sijui kama hiyo mafuta siku hizi bado iko. Sasa alikuwa anapaka hiyo mafuta, alafu vitu zingine zilikuwa zinatoka kama takataka za miti ile program. Kulikuwa na vitu zingine zinakaa kama ni takataka zile za miwa nini, vituko kama hizo. Mchanga alikuwa anatolewa huyo mtoto ambaye ni sister yangu. Sasa hapo ndio nilijua. Alafu nikasikia wanasema ya kwamba ukitaka kumaliza huyu mtu, basi hii vitu ambavyo vimetolewa unafaa uipeleke kwa mto. Mahali kila mtu anaendanga kuchota maji. Na unapomwaga pale, basi unakuta ya kwamba mtu atakapokuja yule mwenye aliyeroga mtoto akicha kunywa hiyo maji atakufa.
Sijui kama unanielewa. Lakini sasa mama yangu akasema mimi siwezi taka akufe. Nini nakuambia ya kwamba hii ni uchawi ambaye inawindanga watoto, haipigi watu wazima. Hata ukiusalimiana na huyo mtu hakuna kitu. Hakuna effect ambayo utaenda, lakini mtoto itamuaffect. Bwana asifiwe sana. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba mtoto hawezi akajichunga. Mtoto anachungwangwa na mzazi. Sasa wakati ambapo usipoelewa ya kwamba mambo yanafuata mtoto wakati wa kusaliwa, mpendwa, utakuta unazaa watoto boxes. Unakuta unazaa watoto ambaye ni container. Hawana chochote cha kukufaidi maishani mwako. Unaishi ukizeeka, yani unatembea na mkokocho, lakini hauna mtoto hata mmoja wa kukimbilia. Uko na miaka 58 bado unafanyanga kibarua ya kulimia watu. Uko na miaka 70 bado unafanyanga kazi ya kupepea watu mizigo. Ndio kama mkokoteni. Unajua wewe hujai kutana na watu wa mkokoteni. Uone ile mambo wanapitia. Yaani kachama kana pepo kameangiwa juu. Maana ile mizigo kamepepa hata akawezi kakashuka nayo. Baka watu wakipita barabarani wakaone kakiwa juu kule. Na kakiwa kale pale juu kameangi, kamesungu, kana jaribu kujileta chini akakuji, mpaka watu wakuje washike ile mkokoteni warudishe chini. Angalau sasa kakuje kuwa at least kwa afadhali. Karudi chini sasa kaanze kuendeza. Kakifika kwa mteremko kana pelekwa mbio. Sasa unakuta huyu mtu ni mzee, lakini bado ako kwa hiyo mkokoteni anachikaza, anatafutia watoto. Lakini hata katika kutafutia watoto, watoto hakuna mtoto hata mmoja ako na nyota. Sijui kama unaelewa hiyo uchungu iko hapo. Wakati mwingine nachitanga kwa mkutano, naangalianga najiuliza, baba yangu siku ile ataondoka duniani, ni nini atasema alituachia? Ni nini ambacho anaweza onyesha alituachia kama watoto wake? Lakini nikakuja nikaangalia nikakuta kwamba hata baba yake hakuna kitu aliyemwachia. Kwa hivyo na mimi nisipofanya bidii, na mimi hakuna kitu nitaachia watoto wangu. Unajua wewe unafanya hii mambo unachukulianga kawaida. Unachukulianga tu kama ni mzaa. Lakini ungejiita kama mkutano ungeona yale mambo ambao wazazi wako walitipitia, unakuta na wewe unapitia na watoto wako. Maana maroho yanafuata watu katika kusaliwa. Sasa Maria sema kwamba na huyu mtu naye mama alikuwa akijifungua mtoto, lakini katika kujifungua kwake joka ilikuwa inaongojea yule mtoto imumeze. Na Maria sema kwamba naye Mungu alikuwa ameandaa mahali ambapo huyu mama atakimbilia na mtoto kwa ajili ya usalama wake. Ukisoma in the book of Psalms chapter number 51 verse number 5. Nataka nikuonyesha kitu ili uelewe, na ninaweza kuwa ni mtu mmoja nimetumwa kwake. Sijatumwa na watu milioni 52. Lakini kuna mtu mmoja hivi naweza kuwa nimetumwa kwake. Na huyo mtu mmoja aweze akasaidika. Mama mmoja akawa ananiambia, "Man of God, sijui nitaweza kukuambia nini mimi." Na huyo mama hata hajaniona. Lakini kwa sababu ya kuniona katika media na akaamini hapo, akaona huyu mtu akona kitu anaweza akanisaidia. Huyu mtu akona roho wa Mungu. Wacha nimpigie simu. Wewe unaweza kuwa unaniona unaniassume. Unaweza kuwa unaniona unanidharau. Na Mungu akanifunulia mambo yake, nikamwambia akaniambia, "Haya yote umeniambia ni ya ukweli. Hakuna kitu ambacho umesema uongo. Na ungekuwa uko jirani yangu mimi ningesema ni yale mambo yangu, unajua vile unanionanga. Lakini sasa umeniambia haya yote na ni simu tu nimekupigia. Hata sijakuelezea kile ambacho ninapitia. Na ako very far. Kule Isiolo si hapa. Isiolo si hapa. Lakini kwa sababu Mungu ako na uwezo wa kwenda mbali, Mungu si wa kuwekewa limit. Nikamwambia nataka tuombe. Chukua hiyo maji hapo, nakwambianga weka maji nikuombe, unadharau wewe. Nikamwambia weka maji kwa kikombe hapo nikuombe. Na hayo maji ninapokuombea ukunywe hiyo maji. Na hapo ndipo ukombozi wake uliingilia. Leo alikuwa ananipigia simu asubuhi akaniambia, "Man of God, Mungu akubariki. Mimi nimefunguliwa. Mimi si yuko mgonjwa tena." Sasa hii ni roho ambao unakuta kwamba inafuata mtu. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba kuna roho ambayo inafuata watu. Na ndio maana maandiko sema kwamba pale tusome Psalms chapter 51 verse number 5. Inasema,
mimi ni mkosefu tangu kusaliwa kwangu, mdhambi tangu tumboni mwa mama yangu. Kwa hivyo huyu ni Daudi ambaye ni mkosefu, ambaye ni mwenye dhambi. Imagine mpaka akiwa kwenye tumbo anasema mimi ni mwenye dhambi mpaka nikiwa kwa tumbo ya mama yangu. Sasa ninapokuambia ya kwamba maroho yanafuata watu, Daudi anatambua ya kwamba mimi nilikuwa na dhambi hata nikiwa ndani ya tumbo. Kwa hivyo kama alikuwa na dhambi mpaka akiwa ndani ya tumbo ya mama yake, inamaanisha ya kwamba hii roho ilimfuata akiwa ndani ya tumbo. Kuna mtu ambaye mtoto anaweza akafuatwa na roho akiwa ndani ya tumbo. Yaani unakuta unapata tu hiyo ujauzito hivyo, na hapo ndipo unakuta ya kwamba ile shida inaanzianga hapo. Na unakuta kwamba kuna mama ambaye anaanza kusumbuliwa na ujauzito hata akiwa na wiki moja. Anateseka mpaka siku ya mwisho. I remember my mom. Nashukuru Mungu mke wangu hakuteseka na mimba. Wakati mama yangu alikuwa na mimba ya mtoto ambaye ananifuata wa pili. Unajua hapo nilikuwa nimechielewa mimi. Nilikuwa naweza ona kitu, lakini nile sikuwa nafikiria watoto wanazaliwa. Mimi nilikuwa nafikirianga mtoto anaendanga kununuliwa supermarket. Lakini nakumbuka wakati huo sasa nilipojielewa, niliona sasa kumbe kulikuwa hivi. Mama alianza kupiga nduru. Wewe unajua unafanyanga mchezo wewe. Mama anapiganga nduru, hata siku moja ndamkumbusha hiyo kitu. Alikuwa anapiga nduru. Watu ndio wanakuja kunipiga. Na mimi nikiangalia sioni mtu, lakini yeye anawaona watu. Alipiga nduru kwa hiyo miezi yote 9 anapiga nduru. Na kuharibu zaidi huyo msichana ambaye mama nafikiria alichukua karibu miaka 2 ako na mimba maji. Akiwa na mimba ya huyo mtoto. Baka na kumu mama akatolewa Kisii akapelekwa all the way to Kericho. Akitafuta msaada. Kwa hivyo huyu ni mtoto ambaye baka wakati ambapo huyu mtoto anakuja kusaliwa. Alimemba alisaliwa mahali kulikuwa kunaitwa Kipikirion. Hapo ndipo huyo sister yangu alikuja kusaliwa. Tumeama sasa Kisii tumeenda. Na hapo ndiye alikuja kusaliwa na ndiye akapewa jina ya Mkale. Anaitwa jina ya Mkale na si Mkale. Sasa mtu anaweza fikiria ni Mkale na si Mkale. Lakini kwa sababu ya nini? Ile roho ilikuwa katika ile maeneo ya mazingira ile, ikawa inamtesa mtoto. So mama aliteseka na mtoto akiwa kwa tumbo. Bwana asifiwe sana. So unakuta ya kwamba kuna roho ambaye unakuta kwamba inakutesa ukiwa na ujauzito, na usipokuangalia unakuta kwamba hata ile roho itakuja kutesa yule mtoto. Sometimes inaangalianga huyo sister yangu, kuna wakati ambapo alikuwa anapitia kipindi kigumu sana. Mimi nikajeta kamkana hii ni ile mambo mama yangu alikuwa anapitia. Sasa hii roho ilimfuata. Hii roho ilimfuata. Daudi anasema ya kwamba mimi ni mwenye dhambi hata kutoka kwa tumbo la mama yangu. Kwa hivyo licha kwamba alikuwa ndani ya tumbo, alikuwa bado anafanya dhambi ndani ya tumbo. Ni kusema ya kwamba roho yake bado ilikuwa iko na uwezo wa kutenda dhambi licha kwamba ako ndani ya tumbo. Na unaona mtoto huyu anapozaliwa Daudi, anakuja bado anakuwa mwenye dhambi. Ambaye anakuja anaona mke wa Uria kwa baa, anakiwa anaoga hapo. Yeye ako kwa hapa anatembea hapo, na yule mke wa Uria naye sijui pafu naye ni kama hiyo pafu naye ni kama huyo mzee naye alikuwa hana heshima. Huyo mzee huyo Uria mbona yeye hakuweka hii pafu mabati? Sasa anaacha mke wake anaogelea open hivyo, na anachua mfalme yako huko. Na yeye ameenda vitani, hayuko huko alinde mke wake. Sasa pafu iko open, haina mabati. Sijui kama ni vitambaa alikuwa amefunga. Sasa ninasema nini? Hapo huyu mtu ambaye ni mtenda dhambi hata akiwa kusaliwa ndani ya tumbo ya mama yake bado ni mwenye dhambi. Anaona mke wa Uria, anaenda kuchukua yule mke wa Uria. Anasema niletee yule mwanamke. Na anaenda nasini na yeye na anapata mtoto ambaye anaitwa Solomoni. Na huyu mtoto Solomoni ukisoma maandiko unakuta ya kwamba katika kitabu cha First Kings chapter number 12 unaangalia ukianzia pale mstari ule wa kuanzia mstari ule wa 25 unakuta kwamba naye huyu Solomoni basi yale maroho ya baba yake yalimfuata, na yalipomfuata naye Solomoni anaenda anaoa wanawake wengi, anachukua wanawake 700, anachukua masuria 300. You can imagine mwanamume mmoja ako na wanawake 1000. Niambie huyo mwanaume anakaa aje?
Lakini hii ni roho ambayo inafuata mtoto kutoka kuzaliwa. Maana huyu mtoto Solomoni amezaliwa kutoka kwenye dhambi ambaye ni ya userati. Kuna mtu ninaongea na yeye ama ninachiongelesha hapa, ama ni maneno yangu nimejitengenezea hapa? Unajua, unaweza sema mimi si pastor yako, na mimi sitaki kuwa pastor wako. Mimi nataka kuhubiri injili ya Yesu. Wewe sika huyo pastor wako, wewe amini huyo pastor wako. Lakini kama unaamini Mungu anaweza kuongelesha mtumishi amtume kwako, basi uyasikiliza hayo ambaye Mungu anayosema ili ukaweze kusaidika. Bwana asifiwe sana. Maandiko yanasema vizuri ya kwamba huyu mtu ambaye anaitwa Solomoni anafuatwa. Na ni nini anachofuatwa nacho? Ni roho. Na ile roho ambaye inayomfuata ni ile roho ambayo inatoka kwa baba yake. So ni lazima na wewe ukuwe mwangalifu, usicho kadharau mambo. Lazima uangalie, ujue ya kwamba ni nini ambacho kinafuata mtoto wako. Ni nini ambacho mtoto wako anapitia. Ni nini ambacho unafaa kufanya. Lakini ikiwa mpendo utaweza kuwa mtu ambaye ni don't care, basi utakuta ya kwamba kuna mambo ambayo unakuta kwamba una assume, na hayo mambo ndio yanakukura. Hayo ndio mambo ambayo yatakuteza. Hayo ndio mambo ambayo yatafinyilia watoto wako. Kwa hivyo ni lazima uangalie, ukajiite kama mkutano, ujiulize kwa nini haya mambo yanaendelea na ni nini kinachostahili kufanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ni lazima ujiite kama mkutano wewe kama wewe. Yaani unajiita mimi ni Jeni. Hebu nijiulize, kwa nini mimi napitianga haya? Mama yangu alipitia nini? Na mbona mimi napitia hii? Dada yangu anapitianga hii. Sasa lazima uangalie hiyo. Unajiita kama mkutano. Unaanza kuona hii mambo inaendanga aje? Unaanza kuona hii mambo inanifuata aje? Sasa tunakuta kwamba Solomoni anafuatwa na roho ya baba yake. Bwana asifiwe sana. Hebu tuende pale kwanza katika kitabu cha Isaiah. Isaiah chapter number 48 and verse number 8. Isaiah chapter number 48 and verse number 8 inasema, uchapata kamwe kuyasikia wala kuyajua, tangu zamani masikio yako hayataweza kuyasikia. Ilijua kuwa wewe ni mwenye ira na kwamba wewe ni muasi tangu kuzaliwa. Yaani masikio ya huyu mtu hata ichapata kusikia. Na ni mwenye ira, yaani ni mwenye dhambi, ni muasi hata katika kuzaliwa kwake. Kwa hivyo huyu mtu, roho ya kutotii, roho ya uwazi inamfuata kutoka kuzaliwa. Mungu mwenyewe anasema ya kwamba mimi najua wewe si wa kusikia hata kuzaliwa kwako, nilikujua. Na ni maana maandiko yanasema kwamba hata Mungu anasema ya kwamba sitasindana tena na mwanadamu, maana mwanadamu ninajua yeye ni mtu ambaye ni mwovu tangu kuzaliwa kwake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo mpendo, lazima uangalie ya kwamba kuna mambo ambayo yananifuata katika kuzaliwa kwangu. Mambo ambayo ya ulevi yananifuata kutoka kuzaliwa kwangu. Wewe hiyo na mtu anafutanga pangi na unakuta baba yake alikuwa anafuta pangi. Kuta mtu anapiganga mke wake na baba yake alikuwa anapiga mama yake. Ona mtu ambaye alikuwa hawezi akasaidia watoto wake na baba yake hakuwasaidia. Kuta mtu hawezi akakaa kwa ndoa yake na baba yake hakukaa kwa ndoa yake. Unajua hizi ni vitu practical. Hata si kitu ya kuambiwa, ni kitu ambao hata wewe umechionea. Ona mtu ambaye ni mwizi hata akiwa katoto kadogo, na ukiangalia unakuta baba yake naye ni mwizi. Baba yake hawezi hata hivi, hata hawezi pita hivi mahali akute kitu ya mtu aje, anapitanga nacho. Najua zamani hakukuwa Nairobi, hakukuwa kuna wekwangwa hizi mambo ya kuchengwa na mawe nyumba zote. Kulikuwa kunachengwa na nyumba na vioo. Lakini angalia leo, hizo vioo zote zimeondolewa na watu wamechenga sasa na mawe. Kwa nini? Maana roho ya wizi ilifuata watu. Sasa ile roho ikaenda mpaka mchini, na ilipofika mchini wale watu wakasahau wako mchini. Wakaona bado wako bara, wakaanza kuipa mpaka huko. Wakaanza kuipa mpaka huko. Na katika hiyo unakuta ya kwamba ni roho
Na ni maana maandiko yanasema kwamba hawa watu walifuatwa na roho ya kutotii hata katika kuzaliwa kwao. Kwa hivyo kuna watu ambao unakuta ya kwamba mambo ambao unayopitia ni mambo ambayo ya kutoka kuzaliwa kwako. Psalms chapter number 58 and verse number 3. Natamani mtu ambaye anaweza akasikia hii na asaidike ama asaidie watoto wake. Mimi siku zote nakwambianga ni uamuzi ni wako. Yangu mimi nakufundisha. Kila Mungu amenituma nikuambie, nitakuambia. Ukikataa sawa. Maandiko yanasema ya kwamba katika Psalms chapter number 58 and verse 3. Waovu wamepotoka tangu kuzaliwa kwao. Waongo wao wamekosa tangu walipozaliwa. Hao watu ni waovu. Hao watu ni waongo mpaka kutoka kuzaliwa kwao. Kuna ndiposa unakuta ya kwamba kuna mtu ambaye ni muongo mpaka kuzaliwa kwake. Yaani ni muongo. Wewe hiyo ukitaka kujua uliza wachungaji. Uliza wachungaji washirika wako na wao. Wako na washirika namba kubwa ni waongo. Wa fungu la 10 hata watu wangi. Ni waongo. Anadanganya pasta, mimi sijapata kitu, lakini ukweli ni kwamba ako nayo, lakini ni kutoa hataki kutoa fungu la 10. Sasa unakuta kwamba ni muongo mpaka kwa pasta wake. Sasa uniambie mtu atafanikiwa wapi kama ni muongo mpaka kwa pasta? Mwingine ni muongo mpaka kwa mke wake, na ndio maana mke wake ajui pini yake ya M-Pesa. Maana ni muongo. Hebu salimia mume wako karibu na wewe hapo, muulize ninajua pini yako ya M-Pesa. Na usalimie huyo mke wako muulize ninajua pini yako ya M-Pesa. Maana ni waongo kutoka kuzaliwa kwao. Yeye alisema mimi siwezi pea mwanaume pini yangu ya M-Pesa. Sasa unakuta mume wako hajui pini yako, na ukikufa kama hii sasa ilipepa watu wa Nairobi. Sasa wakaenda na maji. Sasa uniambie pini hiyo na mume wako hajui na usaenda. Sasa niambie hiyo pesa itasaidia nani? Itasaidia watu wa Safaricom. Na kama ni kwa pengi watasaidika wale watu wa pengi. Unajua wanafikanga mahali wanachua mtu alikufa. Na wanda wanachukua hizo pesa wanatumia. Sasa ilikuwa itakufaidi nini? Na wewe usakufa na mke wako hakujua pin. Mume wako hakujua pin. Hebu imagine unaweza ukatoka asubuhi na ukapepwa na maji na ukawa ndio siku yako ya mwisho. Ama ukapepwa na ndege na ukakufa na ndege kama ngeno. Ama ukapepwa ukakufa na gari. Ama ukapepwa ukakufa na pikipiki. Ama ukapepwa ukakufa na kuanguka. Kuna mzee mwingine kule kwetu alianguka asubuhi akipeleka maziwa na akafa. Alienda tu akiwa mzima na akipeleka maziwa kwenda kuuza. Alianguka barabara na akafa. Sasa niambie huyu mtu na apini yake haijulikani. Sasa huyu mtu atakufa na mali yote itapotelea. Lakini ni kwa sababu ya nini? Ni waongo kutoka kuzaliwa kwao. Mama yake aliwaambia ya kwamba usipe mwanamke pini yako. Mwanamke si wa kuambiwa kila kitu. Aliambiwa na baba yake, wanawake si wa kuambiwa kila kitu. Sasa uwezi ukamwambia pini yako ni gani. Kile ambacho unachokipanga maendeleo umwambiangi. Maana wewe ni muongo kutoka kuzaliwa kwako. Bwana asifiwe. Wewe ni msaliwa muongo. Kuna watu ambao unakuta kwamba ni waongo mpaka kwa watoto wao. Na watoto wanaposaliwa naye wanakuwa waongo. Yaani unakuta katoto ni kadogo lakini kale kanaitwanga kadoli lakini bado ni kaongo. Kanadanganya mzee mzima akona ndevu kama mimi. Kana mdanganya kanamwambia hii ni hivi na ni uongo mtupu. Na katoto kanajua huyu ninamchezeanga. Hebu niambie imagine unadanganya hauna hata kandevu kadogo lakini unadanganya baba yako akona ndevu hivi kama mimi. Na unamdanganya na ukimaanisha. Unakuta kasichana, yani kana kichikauza, kana kata, yani kana danganya mama yake. Kana mdanganya mpaka mama yake anaona ni ukweli na ni uongo. Na kanajua vizuri na mcheza. Bwana asifiwe sana. Yani ni kwa sababu ya kwamba kuna roho ambaye inafuata watu katika kuzaliwa. Na hii roho ambaye inaofuata watu katika kuzaliwa inakuanga very dangerous and very strong. More than other spirit. Unajua mimi ni mtu wa deliverance. So ninaongea kile ninajua. Eli roho ambaye inafuata mtu akiwa mtu mzee kuliko roho inafuata mtu akiwa mtoto. Maana hii roho inayokufuata ikiwa
bado wewe ni mchanga, inaenda ikikujua mpaka mwisho, inakujua. Ukikasirika inajua umekasirika, ukinuna inajua umenuna, ukicheka inajua unacheka. Sasa siku ile unaiambia toka, itatoka aje? Na inakujua vizuri sana. The spirit follows people on birthday. Kuna watu ambao unakuta kwamba wanafuatwa na roho ya madeni. Mama yake alikuwa anadaiwa, akadaiwa mpaka akakufa. Kama Jahazi. Unajua Jahazi alidaiwa madeni mpaka akakufa. Na wakati ambapo ndio werewe, wakati Jahazi alipokufa, ukisoma maandiko, Jahazi alipokufa, maandiko yanasema ya kwamba naye alipokufa mke wake akaendea mtumishi wa Mungu. Kana akamwambia, na mzee wangu alikuwa hapa anakutumikia, lakini sasa watu wamekuja wakusonia, wanataka kuchukua watoto wangu wafanya watumwa. So huyu Jahazi anakufa na madeni mpaka inamfanya ya kwamba hata mke wake aendewe kuchukuliwa watoto. So hata watoto wanadaiwa deni. Unajua kama saa hii katika taifa la Kenya, do you know tunadaiwa deni ambao mpaka Kenyatta alichukua? Na wale wanaingia, kila mtu anasemanga nitalipa. Ruto alikwambia atalipa deni zote. Amelipa ngapi? Amemaliza madeni? Maana alikwambia hatutakopa tena, tutajisimamisha wenyewe. Akaweka taksi ikaenda juu kuliko wa rais wote. Swali ni hiyo deni imelipwa. Kwa nini chalipwa? Maana ni roho ambayo inafuata tangu nyakati za mwanzo wa kuumba Kenya. Kenya ilipoanza misingi yake ilikuta deni. Sasa hiyo deni tunadaiwa mpaka leo. Mpaka imagine mtoto wangu unaweza kuta anadaiwa deni na ako shule. Unakuta hata yule mwenye hajasaliwa anadaiwa deni. Alafu niambie kuna rais ataingia. Hata sasa hii tukipea Gachagua sasa hii hakuwe rais leo. Tuambie hata Matiang'i tumwambie leo wewe ndio rais. Hawezi maliza hii madeni, ni uongo wanatudanganyanga hapa. Hawezi wakamaliza. Kwa sababu ni roho inafuata watu kutoka kisasi na kisasi na kisasi. Kwa hivyo ni roho ambayo inafuata kutoka kusaliwa wa Kenya. Haiwezi ningepata mtu mmoja tu anisikie. Unakuta kuna mtu ambao unapitia jambo fulani ambao linakuteza, na hilo jambo ukiliangalia unakuta kwamba ilitesa ya watu wenu. Kuna mtu mmoja alitoka Sudan, akakuja maombi. Alipokuja maombi, alikuja akaniambia, mimi pastor nimekuja kwa kitu moja tu. Uniombe niende niuze shamba la kwetu. Nikamuuliza kwa nini unataka kuuza shamba ya kwetu? Akaniambia mimi ndio nimepakia. Na wale wengine wote wamekufa, na nyakati wanapokufa ni Disemba. Kwa hivyo na mimi sasa hiyo naona ni Novemba. Kwa hivyo ni kuelekea nakufa. Kwa hivyo niombe niende nipate mtu niuze ndio at least nikule kabla sijakufa. Nikamwambia nenda ufanikiwe na hakuna kifo tena. Huyo mtu ako hai mpaka leo. Lakini nini ilikuwa inamfuata? Roho ya kifo ambayo inawafuata kutoka utotoni. Mtu akifika miaka fulani lazima akufe. Kuna wengine unakuta kwamba roho inawafuata ya kuuza mashamba. Yaani unakuta babu yake aliuza shamba, baba yake akauza shamba, na wewe na wewe umeuza shamba. Na watoto wako wanaombanga ukufa haraka na wao wauze hiyo shamba. Wanasemaga si papa naye akufe, naye papa huyu naye ni stress. Nini huyu mzee naye ameseeka hapa, si aondoke. Wanataka uondoke ili wauze shamba. Maana hata mababu waliuza. Wewe hujaiona mtu ambaye babu yake alioa wanawake wanne na yeye sasa yako na watatu. Unajua kuna mwingine tulikuwa na yeye kazi mahali. Akijwali alikuwa na, hata nilimuuliza miaka, alikuwa na miaka 33. Na sasa hiyo 33 ako na wanawake wawili. Nikamuuliza, kwa nini uko na wanawake wawili na miaka hii yako? Mwingine anakaa sijui wapi, mwingine sijui anakaa wapi, hawakai pamoja. Kaniambia hata babu yangu. Hapo ndio nikaelewa hii kitu naongeanga si mambo yangu. Ati hata babu yangu alikuwa na wake wanne na baba yangu ako na wake watatu. Kwa hivyo hata mimi niko karibu. Kwa hivyo hata yeye ako karibu kufika hiyo miaka. Na ako karibu kufikisha ile target ya ndoa za wengi. Na unakuta kuna mtu ambaye familia yao ni hiyo ya polygamy. Yaani watu hawakai na mke mmoja. Lazima mtu akae na wake wawili, wake watatu, wake wanne mpaka 6. Bwana, ni vile saa hii maisha imekalia watu.
Sasa inabidi ya kwamba wanakaa na wake wawili au wengine ni mpango ya kando. Masuhulia. Ili majukumu wanakwepa, sasa inabidi waleta masuhulia. Angalau ile namba iweze kufikia. The spirit follows people on birthday. Sasa kuna roho mpendwa, lazima uelewe ya kwamba kuna roho ambayo inakufuata ulipozaliwa. Hallelujah. Katika Job chapter number 3 and verse 1 to number 4. Tusoma hapo na wewe Job. Job ni Ayubu. Mpendwa, lazima uelewe ya kwamba uchiite kama mkutano uangalie na utajuaje kama kuna mambo ambayo yanakufuata ya ukoo. Ni wakati hapo unakuta kwamba kila ambacho unachokipitia the similar on your sister or your brother. Yaani kitu ambacho kinafanana. Job chapter number 3 verse number 1 to number 4 inasema, hatimaye Job aliamua kuongea, akailani siku aliyosaliwa. Job akasema, ilaaniwe siku ile niliyosaliwa, usiku ule uliposemwa mwana amechukuliwa mimba. Siku hiyo na iwe giza Mungu juu yaliyoshughulisha nayo, wala nuru yeyote isiangaze. Job analaani siku aliyosaliwa. Anasema ya kwamba hii siku ambao waliposema ya kwamba amechukuliwa mimba, basi kusiwe na mwangaza. Kwa hivyo Job analaani siku ya kusaliwa, maana anaona ya kwamba siku hii niliyosaliwa matatizo yangu yalianzia hapo. Na ndio unaona kwamba Job anapoteza watoto wake wazuri. Na watoto wanakufa wote. Unakuta kwamba Job anapoteza mpaka afya. Anapoteza mpaka ndoa. Anapoteza mpaka mifugo yake. Anapoteza utajiri wake. Job anabaki akiwa maskini na akiwa mgonjwa. Anafika mahali anaangalia, naona ile siku niliyosaliwa, hiyo ndio siku ambayo ilileta hii matatizo. Sasa ni lazima uelewe ya kwamba kwa nini wewe unapitia hiyo shida? Kwa nini unashindwa kulipa nyumba? Kwa nini unashindwa kufanikiwa? Kwa nini unashindwa kuendesha gari? Kwa nini unashindwa kujenga nyumba? Kwa nini unashindwa kusomesha watoto? Kwa nini unashindwa kununua nguo? Unajua kuna watu ambao hawezi akajinunulia nguo afanye. Hawezi akajinunulia nguo. Si kama uko na habari. Kuna siku nilikwambia mimi nilikuwa siwezi nikanunua hata slippers ya 100. You can imagine slippers ya 100. Hata ungepagini ungepewa naita wakati huo. Lakini singe manage kununua. Kazi yangu ilikuwa niende kwa chokoli. Niende pale chokoli ni mahali takataka zinatupwa. Sasa niende pale niangalie zile zimetupwa. Imagine watu wamefaa, wamechoka nazo, wamekuja kutupa, ndio mimi niokote nifae. Na ninafaa nikiwa town. Sifai nikiwa bara, nafaa nikiwa mjini. Bwana asifiwe sana. Sasa siku moja nikajiuliza, kwani ni nini kunaendelea? Mpaka nakumbuka kuna watu that is one of my aunt aliniona. Na akanikuta kwanza nimevaa, nakumbuka ilikuwa ni slippers ya blue na red. Alafu nilikuwa na katroza kingine kalikuwa ka navy blue. Alafu kalikuwa kale ka mifuko ilikuwa hapa mbele. Alafu na hapa nyuma. Na kalikuwa ni ka shule. By the way, unajua nilisoma shule yenye tulikuwa tunafaa uniform ya trouser ya navy blue. Sasa ndio nilikuwa nimekafaa kama parara. Sasa yule auntie aliponiona alienda akaambia my mom. Na yule kijana kwani alikuja akagoroka. Maana akai yeye, mama akamuuliza kwa nini? Yule kijana ni kama siku hizi ni wazimu. Imagine anaokotanga vitu kwa chokoli. Na si kuwa wazimu, nilikuwa very sober. Lakini yale mashida yamenikalia, haki siwezi nunua hata slippers. Siwezi. Nakumbuka that time nilikuwa na wakati huo Naroko Stadium haikuwa imefenziwa. I remember very well, haikuwa imefenziwa na ilikuwa imefenziwa na sengenge. Pale chini kwa mto. Sasa ilikuwa open litu hivyo. Sasa mimi nilikuwa naendanga mchana ninararanga hapo kwa stadium. Pale chini kwa miti. Narara hapo. Ikifika jioni kuna ka supermarket kalikuwa karibu na Chambai. Wale watu wa Naroko.
Sikumbuki haka supermarket china yake, lakini kalikuwa karibu na Chambai, hapa gate ya Chambai, main gate. Kalikuwa post hapo. Unakuta ukiteremka tu kidogo, kwa hiyo tu kwako kanjia tu kanakuja hivi kaingia msikitini hapo. Kuna ka supermarket kalikuwa hapo, siku hizi hakuna. Sasa mimi nilikuwa naendanga hapo, ndio ilikuwa marazi yangu. Nilikuwa naendanga hapo na rada, kuna sio cha alikuwa hapo Mkisii. So nilikuwa naendanga hapo, ninaingia hapo na piga story na yeye hapo na rada. Kukifika mchana ninarudi kwa kule kwa field. Hiyo ni maisha ambayo yalikuwa yamenikalia. Sasa nilipochita kamkani nikakuta kwamba haya ni maroho ambayo yananifuata kutoka kusaliwa kwangu. Sijui kama kuna mtu naongea na yeye. Kuna mambo ambayo yanakufuata kutoka kusaliwa kwako. Na ndio maana Maliki sema kwamba wakati ambapo hii siku niliyosaliwa na ilaaniwe, isiona hata mwangaza. Kwa nini Jobu analani siku yake ya kuzaliwa? Kwa sababu matatizo yake amegundua ya kwamba inatokana na siku aliyozaliwa. Mtu wa Mungu, ni vyema ufanyie kazi siku yako uliyozaliwa. Wacha kuishi maisha ya kidondekea. Na ukikaa maisha ya kidondekea, hii maisha itakuja kutesa watoto wako. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamuuliza, hayo maisha unayokaa, unaweza taka watoto wako wakae maisha hiyo? Kaniambia, pastor, siwezi taka kuyaona. Kamuuliza, kama basi utaki kuyaona, yafanyie kazi. Lakini kama wewe unataka yale maisha ambayo unakaa na watoto wako wakae hiyo maisha, basi wewe kaa, don't care. Na kuambia, kama ningepata mtu anaweza niambia hii siri ninayokuambia, maisha yangu ingekuwa mahali niko leo. I remember kuna wakati mimi nililetewa gari. Na wakati ambapo ile gari nilikuwa niende kuleta, sasa inakuja mwingine sijui huyo mtu akapotea njia. Na alipopotea njia, akapata mtu akamuuliza, na kanisa la Maximum liko wapi? Nataka kupelekea huyo pastor hii gari. Na nataka niombe. Huyo mtu alikuwa anatoka all the way from Bomet. Anilete gari. Na anachotaka ni muujiza tu wa kupona. Lakini aliyepata na yeye kamwambia usiende kwa hiyo kanisa. Ukienda kwa hiyo kanisa, huyo mtu atakutoa kafara. Na sijamtoa kafara, sijatoa mtoto wake kafara, sijatoa mshirika kafara, sijatoa mke wangu kafara. Maana sikuwa na mtoto that time. Sijatoa mzazi wangu kafara. Sasa sijui yeye nilimtoa kafara tukiwa na yeye wapi. Yule mtu aliogopa, wewe unataka ukufa. Na anakuja kupona. Lakini ni roho ambaye ya kutoka kwetu, watu wa kwetu hawana gari. Mimi silaumingi hata yule mwenye alisimama hapa akasema huyu mtu ni devil worshiper. Kwetu hakuna mtu ako na gari. Sasa kama hakuna gari, hiyo roho mimi naitoa wapi? Lazima niifanyie kazi. Maana kama kungekuwa na gari, ingekuwa inanifuata. Na kuna ingine tena nikaletewa. Kwanza huyu kwanza yeye nilimwombea, alikuwa amefura sehemu yake ya siri. Sasa nikamuombea. Alikuwa anakuja kila wakati, pastor niombe. Nikawa namuombea. Mungu akaachilia muujiza akapona. Kulikuwa na gari hapo. Gari kazuri sana. Kaniambia, man of God, unajua ile gari, mimi ile gari nataka uende nayo. Na ile gari nataka tuende kubadilisha logbook ikuwe gari yako. Hiyo ni gari ya pili. Na katika hiyo sasa kukatokea yule bishop tulikuwa tuko na yeye akasikia wivu. Na saa zingine simrau mingi. Aliposikia wivu alihamisha hiyo gari. Sasa tukashindwa tutapeleka pastor kotini ama tutafanya aje? Ilibidi tuache. Mimi nikasema sasa wacha wadaiane wao, mimi yangu nimeondokea. So ninakwambia nini? Ni roho. Sida sio yule bishop. Ni roho inanipinga kuwa na gari. Sasa wewe nikuulize, roho inakupinga ni gani? Bwana asifiwe sana. Wewe hujui kuna mtu ambao unaweza kuwa unataka kuoa mwanamke na huyo mwanamke ako tajiri kweli, lakini siku ya kumwoa kuna hapa ni kitu hamtaona. Maana kwenu ni wa kuoa maskini. Hujui kuna watu wanaoanga maskini. Na hakuna hata mtu mmoja hivi anaweza oa mwanamke ameendelea. Unaelewa hiyo kitu ama ni mambo yangu najitengenezea hapa? Angalia ile familia yenu kutoka first born wenu mpaka last born, nani ako na mke ako na maendeleo? Ama amefanikiwa? Wote ni asora. Yeah? Na kuna wengine unakuta kwamba huyu ameoa mwalimu, huyu ameoa daktari, huyu ameoa askari, huyu ameoa sijui mwanasiasa, huyu sijui ameoa. Yaani wameoa watu ambao wako na dhamana, watu ambao wako na vitu. Wewe unaona hiyo familia siko hivyo?
Kuna familia nakumbuka, yani ilikuwa ni walimu wote, nakwambia walimu walikuwa ni walimu na wameoa walimu wote. Na kuna wengine unakuta kwamba wao wanafuatwa tu na ile inaitwa security. Yani wao wote ni socha, wanaume wote ni socha mpaka wanawake ni socha. Umeona kitu kama hiyo? Yani wote ni socha. Wale wa marungu, sio wale polisi. Socha wale wa marungu. Yani unakuta wote mpaka wasichana. Wengine unakuta kwamba wote wanakuanga ni maid. That is a spirit for people when people giving birth. Yeah? Ni roho mpendo inafuata watu wakati wa kusaliwa. Ni lazima uangalie ni roho gani sisi inatufuata wakati tunaposaliwa. Unapoangalia uweze kupigana na hiyo roho ambayo inafuata watu wa kwenu wakati wa kusaliwa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni nini hii ninakwambia? Ili ujiite kama mkutano na uangalie uone ya kwamba kuna mambo mpendo ambao unahitaji ujue uyafanyie kazi. Na unafanyia kazi ukiwa umekasirika, sio kuyachekelea. Maana haya maroho hayataki siasa, haya maroho hayataki mzaa. Haya maroho hayataki ile kucheka nayo. Inahitaji mtu ambaye atapigana vita za serious. Katika kitabu cha First Kings chapter number 11 and verse number 1, tusoma hapo tuende mpaka all the way to number 5. First Kings chapter number 11. Maria sema Solomoni alipenda sana wanawake wa kigeni, binti Farao na wanawake wa Moamoni, wa Moabu, wa Amoni, wa Edomu, wa Sidoni na Waiti, wanawake wa mataifa ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa amewakataza Waisraeli akisema msioe kwao wala wasioe kwenu, kwa sababu wanawake hao watapotoza mioyo yenu ili muitumikie miungu yao. Solomoni aliwapenda sana wanawake hao. Solomoni akawa na wanawake 700, wote mabinti wa kifalme na masuria 300. Hao wanawake wakampotoza. Tuachie hapo. Huyu ni Solomoni. Roho inaomfuata ni roho ya baba yake ya userati. Solomoni anakaa wazi. Anaoa wanawake 700 na wale waliokatazwa wasioe ni anaoa wao. Na anachukua masuria mipango ya kando 300. Hebu imagine kama angesema kila siku anaenda kwa mwanamke mmoja. Sasa ako na miaka 300 na imagine ndiye akuje kurudi tena kwa ule wa kwanza. Huyu anaitwa Solomoni. Ana unakuta ichaandikwa watoto wenye alikuwa na wao. Watoto wake hawachaandikwa exactly namba zake. Maana wangekuwa mamilioni ya watoto. Hebu niambie kila mzazi, kila mwanamke apata watoto 5 times 1000. Huyu mtu ako na wanawake watoto wangapi? Mpaka wengine hata jua majina yao. Lakini ni nini? Ni chanzo ya maroho ya kusaliwa kwake. Maana Maria anasema kwamba huyu kijana Solomoni alipatikana na mama yake Betseba katika wakati ambapo mfalme Daudi alipoweza kulepu yule mwanamke. Betseba alikuwa ni mke wa Uria, hakuwa mke wa Daudi. Sasa ili roho ambaye ni ya userati inakuja na huyu mtoto Solomoni anasaliwa akiwa na hiyo roho. Na anaposaliwa na hiyo roho inakuwa inamuongojea wakati wa kukua mfalme kama baba yake. Maana baba yake alirepu huyu mama wakati ambapo amefanyika mfalme. Kwa hivyo naye mfalme Solomoni wakati amefanyika ndiye anapenda wanawake. Kwa nini? Na ndio maana nakwambia wakati ambapo maroho yanafuata watu yanaweza kunyamaza, hayaongei mpaka wakati ambapo yatakayefika nyakati zake. Sasa hapo ndiye anaanza kufanya kazi. Kama kwenu hawafanyi harusi, watangojea siku ile utatangaza harusi, ndio utajua kizungumkuti. Kama kwenu hawafanikiwi, ile siku utafanikiwa, ndio utajua kuna kuanga kizungumkuti. Wacha sasa hii unangangana, sasa hii hakuna mtu akonaacha na wewe. Lakini ile siku tu utanunua kagari hivi.
Siku ile tu utachenga kanyumba Kenya hawafai. Uone vile hata kwenu watakuinukia. Huyu mtu siku hizi ni kama devil worshiper. Na unaangalia unashindwa. Haki vile ninaamkanga mapema, vile ninajitahidi, lakini watajitenga na wewe. Maana wewe umeleta kitu ambacho akina kwenu, akifanyiki kwenu. Wewe umekitoa wapi? Kwa hivyo lazima hii maroho itainuka, itatenga watu wenu na wewe. Ita make sure itakuondoa. Kuna mtu mmoja alinunua gari. Na aliponunua gari, alikuwa anatoka all the way from Mombasa. Maana alikuwa amenunua gari Mombasa. Akifika Mdido one day, alipata accident. Gari ikiwa mpya, aliisha nayo hapo. Nakumbuka huyo jamaa alikuwa askari. Alikuwa askari. Mimi tulikuwa tunajuana na mtoto wake. So baba yake alipokuja kununua gari Mombasa, hapo ndipo aliishia. Kwa hivyo hii roho iko inaongojea alete kitu ambacho hakiko kwa familia. Na unakuta kwamba kuna maroho ambayo yatafanya kazi mpaka siku ile ambapo yatafika wakati wa kufanya kazi. Siku ile tu unasema nataka kuolewa, hiyo roho ndio inatokeanga. Inakuuliza wewe unaolewa aje? Kuna msichana mmoja alipata na mwanaume, mwanajeshi. Na akamwambia anataka kumuoa. Siku ile yule msichana alipopata ujauzito, alimwacha. Na akamwacha kweli. Huyo msichana alikaa na ujauzito akalea mwenyewe mpaka ikafika kujifungua. Sasa alipokuja kanisani, alikuja akiwa na ujauzito. Tukaanza kuomba. Alikuwa naomba arudi kwa mume wake, lakini mama yake naye hana ndoa. Mama yake hana ndoa, alikataa baba yake, baba ya huyo msichana. Sasa na yeye unaona huyu mama yake amekataa baba ya huyu msichana. Sasa huyu msichana naye amepewa mimba, naye amekataliwa na mimba. Kama vile mama yake alivyokataa mume wake. Kwa hivyo huyu mama amemlea akiwa single mother. Na yeye sasa mume wake naye amelipompatia mimba amemwacha. Sasa mimi nikawa ninawafundisha, nikawa ninawaombea, lakini walikuwa na ile kiu na kutii na kufanya. Sasa akawa anajitafutia. Nakumbuka kwanza mama yake maana aliamua kuwa mshirika. Akakuja akajitolea dhabihu akavunja hiyo madhabahu. Hapo ndipo huyu mwanaume baada ya kuachana 2 years alimtafuta na akamchukua. Hata wakati alimchukua hata sikujua. Nilijua wakati wasaenda. Ninakuambia nini? Ya kwamba kuna maroho yanafuata watu katika kusaliwa kwao. Kwa hivyo hii roho ilimfuata ya single mother kutoka kusaliwa kwake. Sasa hata licha kwamba anakuja kukua mtu ambaye amekuwa mtu mzima anafaa kuolewa, anafuata na ile roho ya single mother. Na yeye anapata mtoto akiwa kwao. Na unakuta kuna watu ambao lazima apate mtoto akiwa kwao ataolewa. Na ukiangalia unakuta kwamba hiyo generation kuna watu walipata watoto hivyo. Na huyo mtu akwangi na makosa. Lakini kwa sababu ya roho inamfuata, na kuna mwingine lazima asalishe wanawake nje. Akisazalisha ndiye anaoa sasa. Sasa hapa ataoa mwanamke atakaa naye. Na kuna mwingine lazima hata akioa, lazima asae watoto wengine nje kama 5 hivi. Kila town anaenda lazima kakue na katoto hapo. That's the spirit for people on party day. Bwana asifiwe sana. Unajua naangalianga maisani wakati mwingine, wakati the time ambao nilikuwa nafanya sana deliverance. Sasa na yeye unakuta nikiwekelea watu mikono na yeye ako hapo nyuma. Anapitanga naye wale watoto wadogo wenye anafikianga kwa uso. Naye anawekeleanga mkono. Nini? Roho hii inamfuata. Roho hii inamfuata. Sasa unakuta kesho nao kanaanza kutoa mapepo. Kanaangusha watoto wengine chini. Sasa ni mapepo kanatoa. Juu kanaona hata mimi wanaanguka chini natoa mapepo. Sasa naye anaona watoto wakianguka ni pepo anatoa. Sasa unakuta mtoto kesho anafanya hiyo deliverance. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba ile roho ya baba yake inamfuata huyo mtoto. Na ukitaka kujua mtoto wako ni mwanasiasa, utakuta huyo mtoto ama ni mhubiri. Utakuta huyo mtoto anaitanga vitoto wengine. Vinakaa hapo, vinamsikiza. Yaani hata unashindwa. Na huyu sasa naye anaambianga hawa watoto nini? Yaani anawapea story na kweli wanamsikiza hata hawatokangi. Huyo mtoto ni mwanasiasa ama ni mhubiri. Ameketisha watu. Yaani vitoto vidogo tu lakini viko katika kama kimikutano.
Roho. Sasa wengi hawajui kule hiyo roho. Unakuta wengine wana misuse. Mwingine anatandika mtoto. Ajui kama hii ni roho ambayo anafaa lea, lakini lazima angalie ni roho gani ambao unalea na ni roho gani si ya kulea. Maana kuna roho si ya kulelewa. Kama hii ya Solomoni usilee hii roho. Ati unaona akona wanawake wengi hivi, unasema wacha ni kuongea naongea, na ni kijana. Kesho unakuta akona wanawake 700 ama yeye aongeza afikishe 7,000. The spirit for people's birthday. Mpendo, lazima upigane na hiyo roho. Uangalie hii roho inafuata watu ni gani? Hii roho inanifuata ni kwa nini? Hebu tuangalie katika kitabu cha Ezekiel chapter number 16. Ezekiel chapter number 16. Tuangalie hapo verse number 3 to number 4. Ezekiel 16. Kuna mambo ambayo unafaa kuchukua serious kwa faida yako wewe mwenyewe. Verse number 3 nasema uambie kuwa mimi Bwana Mwenyezi Mungu, na uambie Yerusalemu, kwa asili wewe ulisaliwa katika nchi ya Kanani. Baba yako alikuwa Mwamori, mama yako alikuwa Mwiti. Siku ile uliposaliwa kitovu chako akikuoshwa wala haukuoshwa, akikukatwa wala haukuoshwa kwa maji, au kusuguliwa kwa chumvi, wala haukufishwa nguo za kitoto. Hakuna aliyekuonea huruma na kukufanyia mambo haya. Hakuna aliyekupenda, bali siku ile uliposaliwa ulitupwa uko mashambani, na kwa sababu siku hiyo uliposaliwa ulichukisha sana. Kwa hivyo huyu mtu hakuweza kukatwa kitovu chake. Huyu mtu hakuweza kuoshwa damu yake. Huyu mtu hakuoshwa kwa chumvi. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo unakuta kwamba siku ile aliposaliwa alichukisha, na alipochukisha Maria sema kwamba huyu mtoto alikataliwa siku ya kusaliwa kwake. Alikataliwa na akatupwa mashambani. Kwa hivyo kuna watu ambao waliposaliwa walikataliwa. Sasa unakuta hata ukiolewa unakataliwa. Ukioa unakataliwa. Ukianza kazi unakataliwa. Yaani unakuta roho ya kukataliwa inakufuata. Maana ya kuzaliwa kwako, siri yako ni gani? Siri ya kuzaliwa kwako ni gani? Mama yako anajua siri yako. Lakini mama yako hawezi kukuambia. Ukitaka vizuri enda uliza Shosho. Shosho ndiye anaweza kukuambia siri yako ulizaliwa aje. Maana sasa kama mama yako alikupata kupitia mpango wa kana, atakwambia nilikupata kupitia mpango wa kana. Hata wewe acha sako. Ataanza aje? Anaanza kukueleza aje sasa. Lakini ukienda kwa mchosho, sasa atakuelezea. Unajua Shosho wanakuanga wazuri. Anakuambia wazi. Unajua wewe baba yako ni yule kimengere kiko huko. Sasa unajua hiki ndio kimenizaa hiki king'ombe hiki. Lakini ndio kibaba yako. Amen. Bwana sifiwe. Maandiko yanasema kwamba kitovu chako hakikukatwa wala wewe hukuoshwa. Siku ile uliposaliwa ulichukisha na ukatupwa mashambani. Sasa kuna watu ambao walitupwa, na ndio nakuta kuna watu ambao hawezi enda kufanikiwa mchini. Wanaishi mashambani huko. Yaani alisaliwa mashambani, akalelewa mashambani, akashoma mashambani, akaolewa mashambani, akazaa mashambani, akakuwa mashambani, akazeeka mashambani, akakufa mashambani, akazikwa mashambani. Sasa hebu imagine huyo mtu. Sasa maisha yake yote ni ya mashambani. Ushago. Unajua kuna mtu hajui Nairobi. Hata ukimwambia Nairobi anashindwanga. Huyu mtu anaongeanga. Yeye anaionanga kwa TV. At least siku hizi TV zimekuja zinasaidiana. Sasa mtu anaionanga anaona kwa TV. Lakini zile nyakati zetu hatukuwa na TV. Sasa hatujui hata kama Nairobi inakuanga wapi. In our family, katika familia yetu, mimi ndio wa kwanza kuingia Nairobi. Kuenda Nairobi. Na sienda kwa sababu ya kusoma. Mimi nimeenda kwa sababu ya huduma. Mimi katika familia yetu tumeingia Mombasa watu 3. Mombasa. Na mimi ndio wa kwanza kuingia Mombasa. Hao wengine walinifuata. Unanielewa? Lakini katika familia yetu mimi ndio wa kwanza kufanya harusi.
Mmoja akakuja akafanya harusi naye ni sumbua hivyo tu. Alienda akaoa mlevi hivi. Na akafanya harusi na yeye, akamdanganya ameokoka, kumbe alikuwa hajaokoka. Katika familia yetu mimi ndio mhubiri peke yangu. Hakuna mhubiri mwingine. Kwa hivyo hii ni kitu tunafanyisha kazi, inaleta kitu ambacho kwetu hakuna. Siku moja Maro ilikuja kaniuliza, nani alikupea ruhusa hii ya kuhubiri? Hii ufunuo na uhubiri. Nani alikwambia uhubiri? Na sasa hiyo nilikuwa nimefundisha kuhusu delivery, kuhusu breaking family altars. Sasa hiyo Maro ikanikuja usiku. Nakumbuka kasosho kalikuja usiku kaniuliza, nani alikwambia ufundishange watu hii mambo? Mpaka watu wamejua hizi siri. Maro yanafuata watu. Anakuta kuna mtu kwa Amerika lakini anateseka akiwa Amerika. Najua nimeiombea mtu ametoka Amerika. Kila amekuja nao ni shati hapa kora imezeeka hapa. Imezeeka na kwa Amerika. Na amekaa miaka 10. Na anakuja imagine crusade hata sati yenyewe ana. Imezeeka. Sasa unataka kuniambia Amerika hakukuwa na pesa? Lakini kwa sababu ya roho ile ya kwao imemfuata mpaka Amerika. Sasa ni lazima mpendo ujiite kama mkutano angalie roho gani inakufuataka kwenu wewe. Ni roho gani ambayo inafuata watu wa kuzaliwa? Bwana Maria sema kwamba huyu mtu wakati au Mungu alipita, alimuona akaona huyu binti anafuatwa na roho ambapo wakati alipozaliwa alikataliwa. Kwa hivyo hii ndiyo imemsuiria. Hii ndiyo imefanya huyu mtu anapitia hii maisha, hakuna mtu anamuonea huruma. Na ndio unakuta kuna watu ambao hakuna mtu anaonea huruma. Hata ukikufa, hakuna mtu naacha na wewe. Yaani unaweza ukalala njaa na hakuna mtu atakuhurumia. Unaweza ukafungiwa nyumba, hakuna mtu atakuhurumia. Yaani unaweza kuta unapitia shida, lakini hakuna mtu anakuhurumia kwa sababu hii ni roho inakufuata. Ya kutohurumiwa. Kuna watu ambao hawawezi wakahurumiwa. Yaani yeye akufe kivyake, hakuna mtu anaweza msaidia. The spirit follows people on birthday. Na ndio maana Maria anasema kwamba wakati hapo ulipozaliwa kitovu chako hakikukatwa na hukuoshwa kwa chumvi. Kwa huyu mtu atatakazwa. Maana chumvi ilikuwa inatumika katika kutakaza watu. Chumvi ilikuwa inafanya agano. Sasa huyu mtu atafanyishwa agano. Huyu mtu atatakazwa. Nakumbuka wakati hapo mtoto alikuwa anazaliwa. Sikumbuki vizuri kama wangu aliwekewa hiyo kitu. Wakati hapo alikuwa mtoto amekatwa kitovu, mimi niliona sister yangu mdogo. Unajua hiyo nilikuwa nakaa karibu sana na mama maana mimi ndio first born. Niliona sister yangu alipozaliwa huyu mdogo, maana ndio niliona ile kitovu yake ilipokatwa ilifungwa. Na wangu niliona alikuwa amefungwa na inaitwa nini? Peg. Ndio niliona ilikuwa imefungwa nayo. Sasa lakini ile nyakati ya my sister hakuwa amefungwa na peg. Alikuwa amefungwa na kausi. Sasa ile kausi alipofungwa nako, I remember wakawa wanaweka chief. Si unajua ile chief ile ya meko. Sasa ndio walikuwa wanamwekeanga. Sasa ile inaendenge inafanya kale kitu kanaosha kisha kana kauka, kanatoka. Kanatokanga peke yake si kwa kufuruta katoke. Unanielewa? So, sijui kama saa hii bado ndauliza my wife nimuulize kama wetu waliwekewa hiyo chief ama wao. Unajua sasa is another clan, is not our clan. Unajua kama ni kwetu angeweka hata yeye hiyo chief. Sijui kama bado watu wa kwetu bado mnafanyanga hiyo mambo ya kuwekea watoto kwa kitofu chief ati ndio kikauke. Mnawekanga bado ama mliacha? Sasa ilikuwa ni kuweka. So ninakwambia nini? Ilikuwa ni njia ya kutakaza ili ile kitovu itoke. Sasa na huyu Mungu anapopita anakuta Ezekiel anapoongea maneno haya anasema kwamba wakati hapo nilikuwa napita kitovu chake hakikukatwa wala hukuoshwa kwa chumvi. Kwa huyu mtu unakuta kwamba maroho yanamfuata ni yale maroho. Maana ningesema kwamba ukiendelea pale Ezekiel pale chapter 16 ukiendelea kusoma pale 44. Maana ningesema kwamba mama yako alichukia wanaume vile ambapo dada yake alichukia wanaume. Kwa hivyo hata wewe na dada yako mkubwa naye alichukia wanaume. Kwa hivyo na wewe unaelekea katika hiyo kuchukia wanaume. Hebu nikusomee. Najua unaweza sema ni maneno yangu hapa. Na ndio unakuta kuna watu ambao wanachukia wanaume.
Yeah? Maandiko sema aje? 44. Yerusalemu, mtu akitaka kutumia metali juu yako, anasema kama mama alivyo ndivyo alivyo binti yake. Kweli wewe ni mtoto wa mama aliyechukia wanaume na watoto wake. Wewe ni sawa na dada zako walichukia wanaume zao na watoto wao. Mama yako alikuwa muiti na baba yako alikuwa Mwamori. Kwa hivyo huyu unakuta verse number 46. Dada yako mkubwa ni Samaria aliyekaa upande wako wa kaskazini mwako pamoja na binti zake. Dada yako mdogo ni Sodoma aliyekaa upande wako wa kusini pamoja na binti zake. Lakini wewe hukutoseka kufuata mienendo yao au kutenda sawa na machukizo yao. Kwa muda mfupi tu ulipotoka kuliko walivyopotoka wao katika mienendo yako yote. Kweli na hapa kwa nafsi yangu mimi Bwana Mungu kuwa dada yako Sodoma na binti yake hawakufanya maovu kama yale waliotenda wewe na binti zako. Kwa hivyo huyu alitenda zaidi kuliko dada yake. Huyu alitenda zaidi kuliko dada yake. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba amesaliwa na mama anayechukia wanaume na anayechukia nini? Watoto wake. Sasa naye dada yake naye anachukia wanaume na watoto wake. Kwa hivyo na huyu binti anaposaliwa na yeye anakuta ni yule mtu ambaye naye anachukia wanaume na yeye anachukiwa na tesemu. Si unaona yeye amechukiwa? Na ndio maana hata hakuhurumiwa, hakuvalishwa hata nguo ya kitoto, hata hakuweza kuoshwa na chumvi. Yaani huyu mtoto amezaliwa akiwa amechukiwa. Maana amezaliwa na mama anayechukia. Na bali yasema kwamba pale tunasoma kiendelea pale 47 nasema ya kwamba lakini wewe ulifanya maovu mabaya hata kuliko dada zako. Ndio ninakwambia yale mambo ambayo unayofanya mabaya yatakuwa mabaya hata kwa watoto wako. Sasa ili ungewashughulikia ukawaondolee yale mabaya ili wasije wakaishi maisha yako. Jita kama mkutano angalia ile maisha ninakaa, ni maisha ya kufutia. Kama ni ya kufutia you are very lucky. Lakini kama ni maisha mabaya, mpendwa, pigana. Yaani make sure utayachange wewe. Watoto wako wasikae hiyo maisha. Mimi maisha yangu siwezi taka watoto wangu wakae. Yaani siwezi taka. Siwezi yataka kabisa. Yaani wewe kukula ndio shida, kufaa wewe ndio shida, kulipa nyumba wewe ndio shida, siji kufanya nini. Yaani kila kitu wewe ndio mwisho. Alafu na wewe unataka mtoto wako akae hivyo. Wewe ndio unasalishwa unaachwa. Na wewe unataka watoto wako wasalishwe waachwe. Wewe ndio yule unaoa leo kesho umetupa. Unaoa leo kesho umetupa. Na wewe unataka watoto wako wakikuje kuoa wakitupa hivyo. Si upigane na hiyo roho. Wewe ndio ule mlevi wa mwisho. Na wewe unataka watoto wako wakuje. Unajua kama kule kwetu bara kulikuwa mtu akivuta sigara anatumanga watoto sigara. Mimi nikukute tu umetuma mtoto wangu sigara. Nikukute tu ati umemwambia nenda huko kwa duka uniletee sigara. Utajua ujui siku hiyo. Sasa tulikuwa tunatumwa sigara. Mimi nakumbuka mayangu alikuwa anafutanga sigara. Sasa ananitumanga sigara. Ananiambianga nenda. Sasa mimi nikajikuta. Mimi kaanza sasa sababu siwezi futa ile sigara yenye amenituma maana atanitandika. Sasa mimi nilikuwa nampelekeanga. Sasa akifuta ile sigara, akisaa futa ile fake, sasa na sisi anatupulisianga ile hewa. Sasa unakuta tunafuta na yeye. Sasa mimi kidogo ndio ule nimeanza kuchukua karatasi ya kitabu. Naekanga kachifu hapo ndani. Alafu naanza kukatengeneza kama sigara. Alafu ninahakisha naanza kufuta. Sasa kama ningefanya mchezo ningekuwa sasa nafuta sigara mbaya sana. Roho inafuata watu kutoka kuzaliwa kwao. Unaona mimi natumwa sigara nikiwa mdogo. Kumbe ni roho ninawekwa na sijui. Sasa ndio mimi naanza kuelewa hii mambo. Lakini wakati singeelewa. Mimi sasa huwezi tuma mtoto wangu sigara. Ili mtume sukari. Bwana Elia anunuange sukari kila wakati. Lakini si atumwaze kumwekea roho hapo atienda uniletee pombe.
Au mwingine unakuta anatuma mtoto wako atienda alete aite mwanadada fulani. Mimi nikukute. Maana ninajua hii ni roho wanaweka mtoto wangu. Roho inaingianga mtu na inafanya kazi mpendo. Kwa hivyo ni lazima uelewe ya kwamba ni roho gani ambayo inafuata watu. Hebu tumalizie hapa neno la Bwana. Tumalizie katika kitabu cha Timotheo. First Timothy chapter number 1 verse number 5. First Timothy chapter number 1 and verse number 5. Ndio elewe mambo haya ambayo ninakuzungumzia ni mambo ya aina gani na yatakusaidiaje. Timothy chapter number First Timothy chapter number 1 and verse number 5. Neno la Bwana nasema samahani kidogo. Ni 2 Timothy not first, samahani. 2 Timothy chapter number 1 verse number 5. Maandiko yanasema, na ikumbuka imani yako ya kweli, imani iliyokuwa nayo nyanya yako Lois na pia mama yako Eunice. Nina hakika kwamba wewe pia unayo imani. Hii imani, imagine iko kwa Timotheo. Paulo anaiona, anasema ya kwamba hii imani ni ile ilikuwa kwa nyanya yako ambayo ni Lois. Na hii imani ilikuwa bado kwa mama yako ambaye ni Lois. Ambaye ni Eunice. Kwa hivyo niko na imani, niko na uhakika ya kwamba pia iko ndani yako. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hii imani ama hii roho ya imani ilikuwa ndani ya shosho. Ikatoka kwa shosho ikaingia kwa mama. Ilipoingia kwa mama ikaingia ikakuja sasa kwa mchukuu. Kwa hivyo kama imani inaweza ikaambukishwa hivyo, imetoka all the way from Lois ikaingia kwa Eunice, sasa imeingia kwa Timotheo, ikitoka kwa Timotheo itaingia kwa mtoto wake. Sasa kama hivyo ndivyo ilivyo, basi ikiwa ni mtu ambaye anafuatwa na userati kutoka kwa shosho, kutoka kwa kukaa, basi zitaingia kwake na itaingia kwake na kwake kwa mchukuu na kwa kitukuu na kule kote kutaenda hivyo mpaka 40 generation. Kwa hivyo ni lazima uangalie ni roho gani ambaye inakufuata, ni roho gani ambaye inatoka na kwenu, ni roho gani ambaye inafuata watu wanaposaliwa. Maana kuna wengine wanasaliwa hawatawahi olewa, kuna wengine wanasaliwa hawatawahi fanikiwa, kuna wengine wanasaliwa hawatawahi pata kazi kwa ofisi na wamesoma lakini kazi hawapati. Wengine wanasaliwa unakuta kwamba hawezi wakaitwa china mzuri, yaani siku zao zote wanaitwa masumbuko. Mpendo, kuna wengine unakuta kwamba ni machina yanafuata. Tumalizie hapa. Unajua pastor mzuri anasemanga namaliza na amalizi. Hebu tumalizie hapa. Alafu tumalizie katika Second Chronicles chapter number 4 verse number 9 to number 10. Chapter number 4 verse number 9 to number 10. Maandiko yanasema, hivi chapter number 4 verse number 9. Umepata yako hapo? Not second but first Chronicles chapter number 4 verse number 9. First Chronicles chapter number 4 verse number 9 nasema, kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yepesi, aliyeheshimiwa kuliko ndugu zake wote,
Mama yake alimpa jina Yabesi kwa sababu alimzaa kwa maumivu. Lakini Yabesi aliomba Mwenyezi Mungu akisema, Mungu, nakusihi unibariki na kunipanulia mipaka yangu. Mkono wako uwe pamoja nami na unilinde kutokana na jambo lolote ovu lisiniumishe. Naye Mungu akamjalia yale aliyoomba. Yabesi anaomba, kwa hivyo anachiita kama mkutano. Ndio nakwambianga uchiite kama mkutano. Anaangalia, naona mimi hii roho inayonifanya inanifungia mipaka. Unasikia anasema unipanulie mipaka yangu. Kwa hivyo anaona ya kwamba mipaka yake imesuiliwa. Kuna maeneo ambayo hawezi fika, kuna maeneo ambayo hawezi pita, kuna viwango ambayo hawezi pita, na anaona ya kwamba baada yako katika hali ya kwamba anaweza akatakiwa na maovu. Na anaangalia, anaona ya kwamba haya mambo ambayo, na Bwana mkono wako uwe juu yangu. Kwa hivyo anaomba haya mambo, anaona mkono wa Mungu hauko juu yake. Anaona ya kwamba mipaka yake imefinywa. Anaona ya kwamba bado ako katika hofu. Sasa anaambia Mungu ya kwamba unipanulie mipaka yangu na mkono wako uwe juu yangu na Bwana unibariki. Kwa hivyo anakuta kwamba anaona hata ana baraka. Kuna watu ambao hawabarikiwi kwa sababu kwao hakuna baraka. Hawana baraka za magari, baraka za kifedha, baraka za mashamba, baraka za hawana baraka. Sasa unakuta kwamba Yabesi, kwa nini hii mambo inamsumbua? Jina aliloliitwa ni jina la mashida. Ni jina ambalo la machungu. Sasa Yabesi anasaliwa akiwa mtu ambaye ni wa machungu. Mpaka anafika mahali anaambia Mungu, Mungu niondolee hii. Unipanulie mipaka yangu. Kwa hivyo ni lazima na uchiite kama mkutano. Yabesi hakufuata mama yake ama baba yake. Maana sema alikuwa mtu mmoja, hata tukiambiwa alikuwa anaitwa nani. Lakini Yabesi anapokuja, unakuta kwamba anaona hili jina linaniletea mashida. Jina hili linaniletea kilio. Anapigana na hilo jina mpaka anasema kwamba Mungu nipanulie mipaka yangu. Kwa hivyo mpendwa, na wewe ni lazima uelewe ya kwamba upigane jina lako uliloitwa. Labda uliitwa jina ya mtu aolewi. Labda uliitwa jina ya mtu aoi. Uliitwa mtu ambaye hafanikiwi. Uliitwa jina ya mtu ambaye si wa kupendwa. Uliitwa mtu ambaye si wa kusoma. Uliitwa jina ya mtu ambaye ni mlevi. Uliitwa jina ya mtu ambaye ni kahaba. Uliitwa jina ya mtu ambaye ni mwizi. Uliitwa jina ya mtu ambaye ni mtu sijui aina gani. Sasa unakuta kwamba hili jina litakuletea masumbufu. Hili jina litakuletea shida. Yabesi anafika mahali anasema, Mungu unipanulie mipaka yangu na Mungu unibariki. Naomba mtu ambaye ananipata siku ya leo, Mungu akakubariki, akakupanulie mipaka yako. Hilo jina ambalo linalofuata roho ambayo inafuata jina hilo ambalo uliloitwa, hilo jina na hiyo roho ikatikia hapo katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lazima ujiite kama mkutano. Uangalie mpendo, uangalie ya kwamba labda jina niliyoitwa, ili jina ndilo linaloliletea hii mashida. Mimi nilibadilisha jina yangu niliyoitwa. Jina la ukoo niliyoitwa mimi siitangu hilo jina, nilibadilisha. Na sikuongojea wanibadilishie, nilibadilisha mimi. Maana niliona hii jina ni ya mtu ambaye anaoa wanawake wawili. Mimi nikaona hata mimi nikifanya mchezo nitaoa mke wa pili. Unajua unaweza oa hata mke wa pili ukiwa pastor, wewe unafikiria ni mchezo. Utaoa ukiwa pastor wake wawili. Kwani hujaiona pastor kuna wake wawili? Hata bishop. Na ukimuuliza anakuambia hata Abraham alikuwa na wake wawili. Ako na maandiko anakusomea. Sasa niliangalia nikaona hii jina, hii jina sikuwa najua vile mtu anaweza deal na jina. Anaweza itwa ile jina lakini abadilishe kwa kupitia neno la Mungu kwenda kwa madhabahu. Sikuwa naelewa hiyo wakati. Nilikwambia sikuwa na mtu ananifundisha hii na kufundisha leo. Sasa ninakwambia mtu wa Mungu, ninapomalizia ya kwamba ni lazima uangalie ni jina ambalo nililoitwa liko na roho inanifuata. Maana wengine ni majina mlioitwa, hayo ndio yako na hiyo roho inakufuata. Wengine ni mahali ambapo mliposaliwa, hapo hiyo roho ndio ilikuwa hapo. Na wengine wakati yule aliyekupokea wa kwanza ndiye alikupatia hiyo roho. Wengine yule ambaye alipeana hiyo ujauzito, hiyo roho ndio ilikuingia. Wengine wakati ambapo yule aliyekupepa ujauzito ndiye alikuwa na hiyo roho. Uchite mkutano. Uangalie, utafakari maisha yako.
uone yale unapitia yanatokana wapi. Kama yanakufuata kutoka kuzaliwa kwako mpendo, jaribu na ufanye bidii. Unitafute nikusaidie. Na ukiona sifai, tafuta huyo pastor mwingine. Na ukiona pia utaki, wewe kaa peke yako. Najua life hii ni mtu kuamua. Maisha ni fupi sana. Ni mtu kuamua. Ukiamua uteseke duniani siku zako zote utateseka tu. Lakini ukiamua kufunguliwa, tafuta kufunguliwa. Mimi ndio nifanyike mhubiri, nitafuta kukombolewa. Kama si hivyo ningekuwa mlevi leo sana. Ningekuwa mlevi na sijui kama ningekuwa nimekufa nafikiria. Maana nilikuwa napenda vita mimi. Nilikuwa natembea na kisu, natembea na rungu. Labda ningekuwa nimeua mtu ama nimeuliwa. Ama nimefungwa jela. So nitafuta mtu akanisaidia. Na wewe unaweza ukatafuta mtu akusaidie. Ukiona mimi ninaweza kuwa nabii kwako, njoo nikusaidie. Nikwambie hii ndio chanzo ya shida zako. Na hii ndio inafanya unapitia hii. Basi hii ndio utafanya na utoke kwa hii kifungo. Na hapo ndipo Mungu atakukumbuka na atakutenda mambo makubwa. So Mungu akubariki sana na akutende mema. Nataka kuomba kwa yule ambao hujaokoka na ungependa kuokoka. Basi rudia maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, natubu dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Uandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu, kuanzia leo nimekataa shetani na kazi zake na dhambi zake nimekataa. Bwana Yesu, njoo ndani yangu na ufanye makao ndani yangu. Kuanzia leo Bwana Yesu, uniokoe na unifanye mwanao. Kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Weka maji hapo kwa kombe. Nataka kuomba. Yangu ndio hii. Si unaona yangu? Nikwambia watu wamepata miujiza kupitia haya maji. Weka maji ni yako hapo. Usiseme ni ya devil worshiper. Hakuna maji ya devil worshiper. Ni Mungu aliumba maji. Unajua wengine wanasemanga, kuna mwingine aliniambia, "Hii maji yako ni kama unatoanga Nigeria." Kwani Nigeria si nchi? Acha kiberebere yako. Funga mdomo wako wewe. Wewe uko na imani, nakwambia chukua maji yako hapo. Si mimi nimeenda maji kwa mto. Ni wewe unajua umechota wapi. Mimi nataka kuiombea roho. Mimi nimeleta yangu na wewe chukua yako hapo. Nataka kuomba. Shika hiyo maji yako, alafu kisha nyoosha mkono ukielekeza kwenye screen. Kama unatumia radio, shika radio yako. Na kama unatumia simu, nyoosha pia kwa simu yako mkono wako ukielekesha hapo kwa screen. Na Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu, nalitukuza jina lako mfalme mwenye nguvu na mwenye mamlaka. Naomba kwa ajili ya huyu aliyepata neno lako. Huyu ambaye amekubali kuokoka. Bwana, tangaza amani na tangaza ushindi. Nakataa roho ya kumrudisha nyuma. Baba, katika jina la Yesu, natangaza Mungu mwenye uwezo na mwenye mamlaka ya kwamba yeyote aliyepata neno lako akiwa kwenye taifa la Kenya, akiwa nje ya Kenya, mkono wako uwe juu yake. Ya pesi Bwana aliomba akasema ya kwamba mkono wako uwe juu yake na umbariki na umpanulie mipaka. Nami natangaza huyu alikuwa amesuiliwa na mipaka ya kwao. Bwana ukampanulie mipaka. Huyu Bwana alikuwa amekosa baraka kupitia maroho ya kwao. Baba ukambariki. Huyo Bwana alikuwa amekosa amani, amekosa Jehova Jire, Bwana wa majeshi ushindi. Natangaza kuanzia dakika hii akakutana na wewe. Naomba Bwana wa majeshi, milango yake ifunguke, milango ya kazi, milango ya Bwana ya utasa ikauke, akapata kufunguliwa Bwana tumbo lake katika jina la Yesu. Natangaza umaskini ukakauke, magonjwa yakakauke Bwana, HIV, kanza, magonjwa yote ya kila aina Bwana ikakauke katika jina la Yesu. Natangaza mfalme, miujiza itendeke Bwana katika jina la Yesu. Waliolishwa vyakula kwenye usingizi Baba, natangaza sikatoke Baba katika jina la Yesu. Watapike hizo vyakula katika jina la Yesu. Mapepo yote ya ukoo yanaofuata watu wakati wa kuzaliwa, hiyo mapepo ninatangaza ifike mwisho. Hiyo majini yote ya kufuata watu masaa ya kuzaliwa Baba, hiyo maroho ifike mwisho katika jina la Yesu. Baba, ninatangaza haya maji si maji tena, na yabariki kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, yakawe na nguvu isiyo ya kawaida. Watu wakakunywa hii maji Bwana wakapone. Maana Maandiko yanasema kwamba mahali maji haya yatakayofika Bwana uhai utapatikana. Baba, uhai upatikane kwa hii ndoa, uhai upatikane kwa hii biashara, uhai upatikane kwa hii mwili, uhai upatikane kwa hii huduma, uhai upatikane kwa hii maisha. Baba, katika jina la Yesu, uhai upatikane Bwana, in the name of Jesus Christ. Uhai upatikane kwa hii tumbo. Baba, katika jina la Yesu, natangaza mfalme wa amani. Baba, hii maji ifanye muujiza usio wa kawaida. Watu wakasudie, maelfu ya watu, mamilioni ya watu wakasudie, walio Kenya na walio nje ya Kenya katika jina la Yesu. Asante mfalme wa amani. Tukuzwe na tuimiliwe
Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata na kuamini. Amen. Tukunywe hiyo maji pamoja. Ninapokunywa na wewe unakunywa hapo nyumbani, tunafanya roho moja inafanya kazi. Wale wengine, kuna watu wataanza kutapika. Kuna watu wengine wataendeza. Ukiendeza usiseme ni pepo, ujue ni deliverance inafanyika. Tukunywe basi hiyo maji. Wengine utaanza kusikia tumbo inafuruka. Inafuruka, hiyo ni deliverance inafanyika hapo. Na ukisikia hivyo, unakaa mahali ambapo unakaa, hautaangukia masufuria. Amen. Unajua wengine mtaanguka hapo. Siku moja nikawa kwa crusade, nikawa naomba, nikasema mpaka kwa nyumba natuma moto. Mama mwingine alikuwa anaosha vyombo, alianguka, wakapepa wakaleta crusade. Mzee mwingine hapo wakapepa, sijui aliangukia wapi naye, wakaleta crusade. So wakati ninapokuambia ninaamini yote inawezekana kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo nawe amini ya kwamba nimetendewa in the name of Jesus Christ, mwana wa Mungu aliye hai. So Bwana akubariki na akutende mema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha ibada hizi, kutoka kwangu mimi sina la ziada, na waga nikisema Shalom, God bless you. Mungu awajalie neema, awainue na awatende mambo makubwa kwa sababu ya uwezo wake Mwenyezi Mungu. Na Pastor Elizabeth anajiandaa, atawahudumia, nda watangazia ile siku atakuwa hewani na aweze kuwahudumia wale ambao ni wakubarikiwa na yeye, na Mungu atawainua na atawabariki, na Mungu akupe neema. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki na ibada hii, kutoka kwangu mimi sina la ziada, na waga nikisema Shalom, God bless you. Ukipenda kusupport kazi hii, ukipenda kutuma maombi yako, nibeta kuomba na wewe, basi tuma kwa hii namba ya 0746 10 61 63. Wale watu ambao mko nje ya Kenya, tumia WhatsApp number +254 0717 35 8579. God bless you so much. Shalom, shalom. Tukutane wakati mwingine, majaliwa yake Mungu.